Mohamed Bajaber ndiye historia mjini, na hiyo ni baada ya kufunga bao la 3 la Simba katika mechi dhidi ya Mbeya City, ambayo mwisho wa siku wekundu wa Msimbazi Simba wamepata ushindi wa mabao 3-0 na hivyo kuendeleza rekodi yao nzuri katika ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu wa 2025-26, kwa maana kwamba mechi 4 imeshinda zote, ndio timu pekee ikiwa na ushindi wa 100%. Ushindi wa leo wa mabao 3-0 ambao ulihitimishwa na bao la 3 la Mohamed Bajaber katika dakika 85, muda mfupi tu baada ya kuingia kutoka kwa Eli Mpanzu Kibisawala. Mpira wake wa kwanza ukawa ndio huo wa bao la 3, akipokea pasi kutoka kwa mtokea benchi mwenzake Steven Dese Mukwala na kuibua shangwe kubwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo jijini Dar es Salaam, wakati Simba ikinogesha ushindi wake huo kwa bao lililofungwa na huyu Mohamed Bajaber. Ilikuwa ndio mechi yake ya kwanza rasmi kwa msimu huu tangu atue kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu wa 2025-26. Mchezaji huyu wa kimataifa kutoka Kenya hakuwa amewahi kucheza hata dakika moja katika mechi rasmi za Simba kutokana na majeraha, na maneno yalianza kuwa mengi. Lakini leo hii baada tu ya kuingia kutokana na uamuzi wa kocha Suleiman Matola kwa kumtoa Eli Mpanzu Kibisawala aliyekuwa amevuja jasho vya kutosha, kuingia kwake mguso wa kwanza ndio huo wa shuti lilokwenda wavuni na kuleta furaha kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Bao lake hilo la 3 lilikuwa ni nyongeza ya mabao mawili yaliyofungwa katika kipindi cha kwanza, dakika 27 na dakika ya 38 yakifungwa na Morris Abraham, na kisha Jonathan Soa akaongeza lingine katika kufanya Simba ipate ushindi huo wa mabao 3-0. Wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi ya leo dhidi ya Mbeya City walitawala mwanzo mwisho hadi dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika. Simba walikuwa wakimiliki mpira kwa 76%, lakini Simba walikuwa wameshapiga mashuti 14, ili hali Mbeya City wakiwa hawajapiga shuti lolote la kulenga shabaha wala kutoka nje. Kwa hiyo mashuti yao 14, 8 yalilenga shabaha, ikiwamo mabao mawili yaliyofungwa katika dakika hizo za 27 na dakika 38. Mpaka mechi inakamilika kuelekea mwishoni mwa mchezo, ikiwa imesalia dakika moja, Simba walikuwa tayari wameshapiga mashuti 11 ya kulenga shabaha kulinganisha na shuti moja tu la Mbeya City. Katika mechi ya leo, mabao mawili ya Simba katika kipindi cha kwanza yalifungwa muda mfupi tu baada ya mmoja kati ya washambuliaji wa Mbeya City, Vitalis Mayanga, kupewa kadi nyekundu kutokana na kumpigia kiwiko beki Anthony Mligo, na hivyo kupewa kadi nyekundu. Wakicheza pungufu 10-9 uwanjani na golikipa wao Kakolanya, Mbeya City wakajikuta wakivurugwa na kufungwa mabao yale mawili mpaka mapumziko, Simba wakiwa mbele kwa mabao mawili. Kipindi cha pili Mbeya City walionyesha kutulia zaidi, ingawa walikuwa pungufu, lakini cheza yao iliwafanya Simba wasipate nafasi za kutosha pengine kuongeza mabao. Lakini ni mpaka kufikia kipindi cha pili Simba walikuwa tayari wamepata nafasi nyingine, bao likiwekwa na Jasha Ahua, lakini mwamuzi Mwinchui ipewa ishara na mwamuzi msaidizi kwamba alikuwa ameotea, lakini marejeo ya picha za video yalionyesha kwamba haikuwa offside. Pengine Simba wangeweza kuongeza bao lingine licha ya ushindi huu wa mabao 3-0. Kitu gani kilichowabeba Simba leo hii? Mbali na kucheza wakiwa na idadi kamili wachezaji 11, huku Mbeya City wakiwa pungufu katika kipindi cha pili, lakini Simba tangu kuanza kwa mchezo mpaka mwisho, cheza yao ilionekana dhahiri kwamba wanaitaka sana mechi hii. Katika kucheza kwao walikuwa wakishirikiana mno, muda mwingi mpira ukichezwa katika nusu ya pili ya uwanja, jambo ambalo liliwafanya Mbeya City wasipate nafasi za kufikia langoni kwa Simba, kumfikia golikipa Yakub Suleiman na kumjaribu. Ni sababu hiyo kwa kiasi kikubwa ilichangia Simba kufika mara nyingi zaidi langoni kwa Mbeya City kufanya majaribio ya kufunga. Lakini vile vile namna alivyoanza Matola kwenye kikosi chake kwenye eneo la ushambuliaji, Eli Mpanzu Kibisawala, Morris Abraham, Jasha Ahua, huku mshambuliaji kinara akianza Jonathan Soa, kabla ya kutoka baadaye kipindi cha pili na kuingia kwa Steven Dese Mukwala. Simba walikuwa na makali kutoka katika maeneo yote uwanjani kwenye eneo la pili la uwanja, kwa maana kwamba kutoka kulia, kutoka kushoto, kutoka kati. Kipindi cha pili Mbeya City walionyesha utulivu licha kwamba Simba walimiliki zaidi mpira, nafasi zilikuwa haba. Licha mabadiliko yaliyofanyika, kuingia kwa kina Kibu Dennis Prosper, Steven Dese Mukwala, lakini bado Mbeya City walionyesha uthabiti katika kukabiliana na mashambulizi mfululizo kutoka kwa
Simba, mabeki wao wakati kina Kevin Pemba Kingu walicheza kwa jitihada kubwa zaidi kuhakikisha wana control damage, kusiwe na madhara makubwa. Hata hivyo, kuja kuingia kwa Bajaber akatumia vyema pasi kutoka kwa Steven Dese Mukwala kukamilisha ushindi wa Simba mabao 3-0. Lakini jambo lingine ni juu ya namna ambavyo wachezaji wa Simba walikuwa wakipigania mipira ya 50 kwa 50 kwa kiasi kikubwa, kwamba walikuwa wakishinda wao. Lakini jambo lingine ni Mbeya City kucheza wakiwa na fikra za kuzuia muda wote, ilhali wanakuwa na idadi kubwa ya wachezaji wao kwenye eneo la kuzuia, lakini hawatekelezi majukumu yao kwa ukamilifu, kwa maana kwamba kwenye kuzuia eneo la 18 inapaswa kufanya yote mawili: zone marking kwa maana kuangalia nafasi, lakini pia man marking, kila mchezaji aangaliwe asilete madhara wa timu pinzani kwa maana ya Simba. Sasa bao moja wapo kwa mfano lile ambalo lilitengenezwa na Jonathan Soa na Mpanzu na kisha Morris Abraham kufunga, walikuwa na idadi sahihi wachezaji takriban 6 wa Mbeya City, lakini wakashindwa kumdhibiti mfungaji. Paka mwisho wa mchezo Simba kujituma kwao, kumiliki kwao mpira kwa muda mrefu, kufanya majaribio mengi, kukawapa ushindi huu waliostahili. Kama nilivyotoka kueleza, msingi namna Simba walivyocheza, pengine walistahili kupata hata ushindi wa zaidi ya mabao 3. Ushindi huu unaendeleza 100% ya ushindi. Lakini miongoni mwa mambo ya kufanyia kazi ni pamoja na ukweli kwamba lazima Simba waongeze ufanisi katika kutumia nafasi wanazozitengeneza. Ni kweli wamepata ushindi mnono mabao 3-0, lakini wangeweza kuongeza idadi ya mabao kama kungekuwa na utulivu kwa wachezaji wake Jasha Ahua, Eli Mpanzu Kibisawala, licha kwamba walicheza vizuri sana Morris Abraham, lakini walikuwa na uwezo wa kuongeza mabao. Ni mambo ambayo bila shaka watapaswa kufanyia kazi. Lakini jambo lingine ni juu ya kuzuia kwa umakini zaidi, kwa sababu kuna nyakati kama Mbeya City hasa katika kipindi cha pili wangekuwa na idadi ya wachezaji kabili kama ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza. Walivyocheza kipindi cha pili pengine wangeweza kusumbua zaidi, lakini kiwango bora cha Shamu Karabu, Wilson Nangu kilisaidia kupunguza madhara. Lakini zipo nyakati ambazo wangeweza kumfikia golikipa Yakub Suleiman, kwa sababu kwenye mashambulizi ya kushtukiza wakati mwingine walikuwa kuna nafasi ya kutosha nyuma, lakini wenyewe Mbeya City hawakuzichangamkia vya kutosha, tunaweza kusema, kwenye nafasi hizo chache. Mwisho wa siku Simba chini ya kocha wa muda Suleiman Matola, ikiwa ni siku chache baada ya meneja Dimitar Pantev kuonyeshwa mlango wa kutokea kwa kupewa thank you, wameanza vyema maisha mapya katika ligi kuu Tanzania bara chini ya Matola. Wamepiga mpira mwingi, wamefanya mashambulizi mengi, mwisho wa siku wakapata ushindi huu muhimu sana kwenye ligi kuu Tanzania bara, ambapo sasa wako nafasi ya 4 wakiwa na pointi 12, mabao 11, wakiwa wameruhusu bao 1 tu. Je, kwa pira hili la Matola lililoonyeshwa leo hii dhidi ya Mbeya City, nini kitakachotokea katika mechi zilizosalia za wekundu wa Msimbazi? Simba wakiwa na nyongeza ya wachezaji wao waliokuwa wanakosekana, kama Kibu Dennis Prosper alikuwa anakosekana kwa sababu ya kufiwa na matatizo mengine nje ya uwanja, Mohamed Bajaber, ambao wote wamecheza leo hii kwa kuingia kipindi cha pili. Simba itaonyesha nini kingine katika mechi zijazo? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazila. Bye bye.